Na ni kuarifu tu ya kwamba mara baada ya mchezo wa jana kati ya timu ya taifa ya Nigeria the Super Eagles mbele ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, baadhi ya mashabiki wamezungumzia mchezo wa jana. Huyu hapa Omari Suleiman anakuja na taarifa kamili akizungumza na mashabiki wakielezea kiwango cha timu yetu ya taifa ya Tanzania na yale ambayo wanayaona siku za usoni. Na mara baada ya timu ya taifa ya Tanzania kuanza karata yake ya kwanza katika michuano ya AFCON inayofanyika kule nchini Morocco jana dhidi ya Nigeria, tumeweza kuona japokuwa timu imeweza kupoteza, lakini story kubwa ni kuhusu kiwango cha timu ya taifa, namna kilivyowastaajabisha wengi, namna kilivyowashangaza wengi. Kucheza na timu kama Nigeria yenye wachezaji wakubwa zaidi, pengine kiprofile wanawazidi wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, lakini ulijionea jana mchezo ambao ulikuwa unaruka mubashara kupitia Azam Sports 1 pamoja na Azam Sports 2, matokeo namna mchezo ulivyoisha, Stars kupoteza kwa kiasi kidogo cha mabao, kwa maana ya uwiano wa bao moja kwa bila, kwa maana ya 2-1. Watanzania wametazama mchezo huo, Watanzania waliona uwezo wa timu hiyo katika mchezo huo wa jana. Sasa leo tunapata wasaa kuzungumza nao na kusikia hisia zao baada ya kuona kiwango chao cha timu ya taifa kikiwa staajabisha wengi. Yes, tutaanza na majina, lakini kubwa zaidi ni mchezo wa jana. Hapana shaka umeutazama, lakini kwa kiasi gani unaona timu ya taifa imebadilika kwa kiasi kikubwa kwenye kiwango chake? Tuanze na majina yako. Kwa majina naitwa Omari Wazele. Jana kwa mchezo wa jana nilivyoangalia, timu ya taifa imebadilika. Sasa hivi kidogo hata uoga tumepunguza, kwa sababu nahisi kwa ajili ya kushiriki sana mashindano mara kwa mara. Ndio maana hata uoga tumepunguza, kwa sababu unapozungumzia Nigeria ni timu kubwa Afrika, ushaona. Ndio maana jana tumecheza nao na goli tumepata, ila kutokana na makosa madogo madogo tu tukaruhusu goli la pili, ushaona. Lakini kiwango tumekikubali, ni wakiongeza tu juhudi kidogo na ili kundi nahisi tutapita vizuri tu. Shukrani. Asante. Tusikilize pia kwa upande huu, mmeiona timu ya taifa ya Tanzania ikicheza dhidi ya Nigeria, lakini mchezaji kama Osmani namna alivyoweza kuzuiwa, umemwona beki Ibrahim Baka akifanya kazi kubwa kweli siku ya jana. Kwa kiasi gani unalipongeza hilo, lakini kwa timu ya taifa kwa ujumla wake? Tunashukuru. Kwanza kwa jina naitwa Hashim Mido. Timu yetu imecheza vizuri sana, kwa sababu tumecheza na watu ambao wana level ya juu, hatuwapati hata kidogo, lakini watu wameangalia majina, watu wamepambana na kila mtu kaona, na wametuzidi mambo madogo madogo tu pale nyuma, lakini kila kitu kimeenda sawa. Hajatuzidi hivyo. Watanzania sasa hivi tunapambana, timu yetu ni nzuri. Kwa tafakuri hiyo, pengine tunaiona wapi timu ya taifa ya Tanzania? Mchezo mwingine tuliwashuhudia Uganda dhidi ya Tunisia, Waganda wakipoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Pengine kwenye grupu hili tunaweza tukasema Tanzania ikijitahidi zaidi ya kile ilichokionyesha basi inaweza kufuzu. Tupate maoni yako, tuanze na majina. Kwa majina naitwa Beckham John. Nikianza kwanza kuwasifu Taifa Stars, wameonyesha mpira mzuri jana, hatujai kushuhudia toka hapo mwanzo. Kingine nikifuatilia mechi ya Uganda, na hisi tunakutana nao mechi ya pili inayofuata. Uganda nimefuatilia jana mechi yao mwanzo mwisho, nimeona jinsi wanavyocheza. Kwa mechi yetu ya jana, jinsi tulivyocheza Taifa Stars, ukituangalia niseme kama ilikuwa ni mechi kwanza ya pressure kwanza. Kwa mara ya kwanza wachezaji wengine mara kwanza wanaitwa pale wanacheza, ilikuwa kama ni pressure fulani. Ndio maana tuweza kufunga goli la haraka, tumesawazisha tukafunga dakika hizo za mwanzoni kidogo. Kwa hiyo ukifuatia mchezo unaofuata, na sisi tutaimarika zaidi, tutatoka vizuri. Kingine kwa maoni yangu mengine, nilikuwa naona tungemwamini tu Gamondi tumpe timu, kwa sababu ni muda mfupi na timu inacheza vizuri. Ukiangalia wachezaji wanacheza vizuri, hawana pressure, hawana papara, wanatengeneza nafasi nyingi. Basi tu bahati ilikuwa kwetu, kwa sababu nafasi tungezitumia zile leo hii ungekuwa tunaongea mambo mengine sasa hivi. Kwa hiyo tujitahidi sasa hivi, mashabiki wote tuungane, tuisupport timu yetu iweze kufanya vizuri, na tuiombee pia, kwa sababu unajua maombi ndio kitu pekee. Tukiombea mechi ya Uganda tunaweza Mungu akatujalia tukashinda. Mechi na Tunisia tukija tumeng'ang'ania sare, basi chochote tu tunaweza kupatikana kwenye mchezo. Shukrani. Asante sana. Yes, tuje kwako Mwananchi.
kwa kiasi gani unaona tunapata ule moyo kwamba sasa timu ya taifa ya Tanzania inaweza kufuzu hatua hii na ikasogea mbele zaidi kwa michezo iliyosalia, kwa maana dhidi ya Uganda na dhidi ya Tunisia? Kwa jina naitwa Ahmed Musa. Mimi kwa kweli sikutegemea kwamba tutaweza kupata hata goli moja. Nilitegemea kwamba tutapiga 5-0, lakini sikutegemea kwa kiwango tulichoonyesha jana. Naamini kwamba tutafika mbali. Tuna timu nzuri kwa kweli, tupende kuisupport timu yetu. Timu tunayo, naamini tutafika mbali. Sio kwa wachezaji wale, tunazuia vizuri japokuwa tumefungwa, lakini timu tunayo timu nzuri sana ya kutuwezesha tufike mbali. Mimi naamini tutaendelea vizuri na huko mbele tutashinda mechi zinazofuata. Shukrani. Amin. Tuzungumze na Mwamba, sogea huko na wewe utie maneno. Hao ambao washazungumza sasa, washifu ambao hajazungumza aje azungumze. Yes. Timu ya taifa umeiona, tumecheza na wachezaji wakubwa wenye majina makubwa, pengine kuzidi profile za wachezaji wetu wakina Victor Osimhen, Lukman Ademola ambaye yeye msimu uliopita katika mashindano haya aliweza kuwa mchezaji bora. Hapana shaka alichukua tuzo ya mchezaji bora Afrika kwenye michuano hii, lakini tumecheza nao, umeona mpaka mwisho, tumezidiwa tu bao moja, na pengine ni kwa sababu ya uzoefu tu waliokuwa nao, lakini uwanjani bidii ya Taifa Stars, bidii ya timu yetu ya taifa Tanzania umeweza kuiona. Kwa kiasi gani nakupa moyo kwamba pengine timu hii ikiongeza bidii kidogo basi inaweza kufuzu hatua hii na ikaenda mbele zaidi? Tuanze majina yako. Majina naitwa Hamidi Zuberi. Kwa imani ya timu ya taifa ni kubwa sana kwa sasa hivi, sababu zamani watu walikuwa hawana hata imani nayo, kwa kusema labda timu ya taifa ikienda kushiriki mashindano yale itaweza kuperform vizuri na tukapata kama vile tukapata hata goli moja angalau na sisi tukapata faraja. Timu yetu na sisi imepata goli moja, kuliko kipindi cha nyuma timu ya taifa ilikuwa inapoteza sana, watu walikuwa hawana hata imani nayo, hata jezi zile watu kununua ilikuwa hawawezi kununua kwa sababu ya timu yetu ya taifa ilikuwa iko vizuri. Ila kwa sasa hivi kwa imani na utuonesha jinsi tunavyoperform uwanjani, tukiendelea vile naona tutafika mbali sana, na katika yale mashindano kama tukiendelea vile na sisi tunaweza tukapita sisi pale. Shukrani. Tumalize na kwako, neno moja kwa pengine Watanzania waendelee kuipa moyo timu yetu, kuiombea dua na sala kwa kisha inafanya vizuri zaidi. Tumeweza kuona katika karata yao ya mwanzo dhidi ya Nigeria jana, imejitahidi kuonyesha kiwango kikubwa. Kwa neno lako moja, lakini kwa kiasi gani unaona timu yetu inaweza ikafuzu ikafika mbali zaidi? Mimi naitwa Maximo. Mimi naitwa Maximo Idi Ngaganda. Mimi nadhani timu yetu sio mbaya sana, ile na mambo haya mawili. Timu ile kocha wetu Diamond pale mbele kidogo, safu ya mbele wana wasiwasi kidogo, wanapata nafasi nzuri ila kutulia hawajatulia vizuri. Diamond kwa hilo ajitahidi sana, lakini timu ni vizuri, inacheza vizuri na tuna imani kubwa kama tukiondoa sana uoga tutafika mbali sana. Cha pili, hata wa viongozi wanakuwa msimamo wao, kitu kikienda sehemu basi wote wawe pamoja, lakini hapo tutakwambia huyu acheze, huyu acheze, huyu acheze, huyu acheze. Kwa hiyo kila mtu mfano wake, kama vile hawa viongozi kama wana mchezaji wao mmoja, huyu lazima acheze tu, na hata mtu ajue chochote kila ataikwa pale acheze. Kwa hiyo timu ya taifa inaenda vizuri na wajitahidi, hata huyu waziri wenyewe michezo lakini wapambanie sana hii timu ifike mbali. Kuna timu zingine zote tukashinda. Ile jana wewe umeiona, wale wachezaji wakubwa wa kimataifa wanacheza maligi mbalimbali kwa Ulaya, lakini tumepambana nao mpaka tumefungwa 2-1. Lakini kama timu nyingine kijinga tu pale 7, 8 mpaka 9. Lakini tumejitahidi kwa uwezo wa Mungu tumefika pale. Naomba viongozi wa pamoja na waziri wa michezo asimamie. Maki waziri anakaongea neno faka alibwaga pale mwenyewe huyo akaondoka zake. Huko watu wanakaa tu. Kwa maana nchi yetu ya Tanzania kwenda mbele, takiwa viongozi wenyewe wawe na msimamo. Msimamo huu uwe hivi. Sio unaongea jambo leo fona liachia unalipuuzia. Hamna kitu. Hata hizi wachezaji wadogo tunaita ni academy. Takiwa wale ndio atakiwa wawe pamoja, washikamani sana. Na hivyo mambo yafanyike. Sisi viongozi wengi ni maneno mengi, utendaji wa kazi hakuna. Tunashukuru nyinyi leo umekuja hapa, mnachukua maoni yetu na sisi maoni yetu ndio hayo. Viongozi wenyewe kwanza wajitahidi. Wasiwe maneno mengi sana kuliko vitendo. Shukrani sana. Inshallah. Namni wa Tanzania hao umeweza kusikia hisia zao
wakieleza juu ya timu ya taifa ya Tanzania ambayo imetupa karata yake ya mwanzo dhidi ya Nigeria na kuweza kupoteza kwa mabao 2-1. Stori kubwa ilikuwa juu ya uwezo wao, juu ya vile walivyoonyesha, juu ya uwezo walioonyesha, ikiwastaajabisha wengi, lakini wengi wakifurahia hiyo. Michuano ya AFCON inaendelea kuruka mubashara kupitia chaneli za Azam Sports 1 na Azam Sports 2, lakini kwa uchambuzi wa lugha adhimu ya Kiswahili ni Azam Sports 1, uchambuzi wa lugha ya Kiingereza ni Azam Sports 2. Lipia kisimbuzi chako kwa ajili ya kushuhudia burudani hizo zinazokujia mubashara kupitia Azam TV. Nikiripoti kutoka hapa Buguruni kwa wazee wa mbao, mimi ni Omar Suleiman wa Azam Sports. Shukrani sana Omar Suleiman, tumekupata vyema sana kutokea hapo kwenye eneo hilo la wazee wa mbao Buguruni, Dar es Salaam, ambapo pia Abdul Qadir Saif Kudabash ndio makazi yake hapo, amekulia hapo Buguruni. Buguruni. Na wana daraja lao pale watumia kivutio cha watalii. Daraja lao si unajua ile watu lao kina Kudabash au watu wa Buguruni wote, Kudabash na wenzake wa Buguruni. Bana, zikiwa zimesalia siku 4 tu kuelekea kwenye michuano mikubwa ya Mapinduzi Cup ambayo inatarajiwa kuanza kutimua vumbi visiwani Zanzibar tarehe 29 mwezi huu, mashabiki wa Yanga wametamba na kusema watarajia matokeo mazuri, ikiwezekana wanaweza kuja kutoa ubingwa kwenye mashindano hayo. Kabla ya taarifa hiyo, tunakwenda mapumziko mafupi, lakini tukirudi tutakuja kuwasikia mashabiki wa Young Africans kile ambacho wamekizungumza.